ninayaleta maisha yangu mikononi mwako, 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 ninayaleta watoto wangu mikononi mwako, ninayaleta maisha yangu mikononi mwako, ninawaleta watoto wangu mikononi mwako, ninayaleta maisha yangu mikononi mwako, Maandiko inasema kitabu cha Joshua chapter 2 from verse 1 to 8, wanaume wawili wakafika kwa Lao. Maandiko inasema akawaficha, maana mfalme wa hiyo nchi alikuwa anawatafuta. Lao ambaye alikuwa ni malaya akatumika kuficha watu kutoka Israeli, akawaficha. Mungu akatumia mtu akakuficha wewe sasa, naye akatumia Mungu au vile kwa madhabahu, naye akatumia Mungu au vile kumaranganisha. Oh my God, Mungu akatumia mtu akufiche wewe kwa wachawi. Wachawi wasikuone, afya yako isionekane na wachawi, mali yako isionekane, watoto wako wasionekane na wachawi. Maandiko inasema jeshi ikasimama kwa Lao, wakamaliza, tunataka wale watu, wakawaambia wale watu wailala hapa kwako. Labda akawaambia pale ndio walikuja lakini wameenda. Mungu akatumia Lao kuficha watu wake. Mungu akatumia mtu akufiche kwa sisi, na leo ninatumika nikiwa kwa madhabahu. Mungu akakuficha ndiye kawaida wependwa, wewe naye nitizama mahali huko. Mungu akufiche nikiwa kwa haya madhabahu. Mungu akakufiche chini ya mabawa yake. Wachawi wasikuone, wachawi wasikuone, majini yasikuone, Illuminati sikuone, Freemason sikuone. Mungu akakufiche katika jina la Yesu. Mungu akajua kitu moja, hawa watu ambao nikawaficha ni watu wa Mungu. Mungu akawaambia tunaogopa yule Mungu aliyekausha mbali ya Shamu, tunajua yule Mungu alitenda maajabu. Kwa hivyo tunakujua nyinyi ni watu wa Mungu. Mpendwa, mahali uko nani tazama, kuwa na msimamo, kataa dhambi, kuwa na msimamo wa kumwabudu Bwana mpaka maadui wajue ya kwamba, mpaka watenda dhambi wajue ya kwamba wewe ni mcha Mungu. Maandiko inasema Laban alikuwa malaya, hakutaka wafanye biashara na yeye, maana alijua hawa ni watu wa Mungu. Mpendwa, umekosa msimamo, unaona unatenda dhambi usiku na mchana, maana hauna msimamo. Fanya msimamo kuanzia sasa, ili wenye dhambi wajue wewe ni mtu wa Mungu. Laban alikuwa malaya, lakini alitumika kusaidia, akawaficha na maandiko. Kanisa hilo mikono ya mtu, wacheni kutoka. Mungu akawaficha kuanzia sasa, Mungu akawaficha sasa, Mungu akawaficha, Mungu akawaficha, Mungu akawaficha, Mungu akawaficha, Mungu akawaficha sasa, Mungu akawaficha sasa, Mungu akawaficha.
mizigo. Asuka kutoka tumu na magana. Na ikapona hivyo. Asikuone tena. Anakausha magonjwa yaliyo kwa mwili wako. Ule Mungu aliyekausha bahari ya Shamu akakausha ule masikini. Ule Mungu aliyekausha bahari ya Shamu akakausha maadui wanaokutafuta wewe. Ule Mungu aliyekausha bahari ya Shamu akakausha hiyo kansa, akakausha hiyo malaria, akakausha hiyo arthritis, akakausha hiyo ulcers, akakausha hiyo kuumwa na kichwa, hiyo pressure. Bwana akakausha sasa. Aliyekausha bahari ya Shamu, Jesus. Asante, asante Yesu. Kuanzia sasa hiyo afya yako waliitangulia sana haitaonekana tena na mizigo. Kuanzia sasa Mungu akufiche sasa na familia yako. Mungu akufiche sasa na watoto wako. Mungu kuanzia sasa ficha wapendwa. Bye.
tunakushukuru. Asante, asante Yesu, tunakushukuru Dadi. Chukua sadaka yako Yesu
hujui asiyekuwa, lakini nasikia nikuombee. Sema nimefichwa. Sema nimefichwa. Nimefichwa na Yesu. Nimekuja na Yesu. Kuna jambo usilo iweza. Je, kuna jambo gumu? Hebu naomba usilo iweza. Wewe ni Mungu wa majeshi, umewashangaza wengi. Hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Hakuna aliye hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Hakuna tena, hakuna hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Hakuna tena, hakuna aliye hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Hakuna tena, hakuna aliye hakuna kama wewe Mungu wangu. Hakuna tena, hakuna hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Tuni madhabahu ya kifamilia mtumishi, hivyo mwambie aende ajikatanishe na kila kitovu cha ukoo na familia. Hakuna tena, hakuna hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Baba wa mbinguni, hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu, takatifu, mwenye enzi, mwenye haki, ukimbilia kwako na wanakaa salama. Mano umatangi ndio Yesu mwenye umatangi utangi wangepo nanda Yesu obote weko ida wedena nanda Yesu obote nanda utilanye na shindu sio kodenya ibu yako ambao ni Yesu maisha mako. Acha mwe Yesu neno kwako na mbona maisha yako Yesu ndeke kuma omonde nekana kako usubire wako andika ishita yako ebukuni adayo ndibikane na wimbosha shikane yasa ya mwana na yale mamodenge. Amen. Hakuna ainatia mama tumekupewa. Mama tumekupewa. Hakuna Baba Yesu kwa haya mafuta tumeshi wako, nitaombea huyu ndugu na mimi nasema tutafuta uso wako kwanza na mengine atatufuata. Bwana Yesu ametafuta uso wako kwanza. Bwana Yesu naomba ukamponye hii tumbo kuanzia sasa. Yesu kwako inawezekana. Waliona ikiwa hivi wakaiona ikiwa imerudi, wajue ya kwamba Yesu wewe ndiye mwenye haki. Bwana Yesu naomba ukamponye huyo ndugu, ameteseka. Wako ikata. Ndio Yesu. Ndio kangaini. Kuna kanisa wa? Siwa. Okay, ndo kaya koda inanga inondo ndogo. Ndio. Ai ndio.
yake. Bwana Yesu, nakushukuru. Sio kwa matendo yangu mema kuwa vile nilivyo, ila kwa neema yake Yesu. Enda na kabai. Enda na. Ndio uko. Mundu wake. Mundu wako. Watu wanakema. Mungu. Wewe kiatu. Ni mboya, nero nikuka. Mwezi ya tulosu. Kaji lenge lako. Katoke. Na ndiye mboya ndo naende. Ni mboya yu. Nele ndo nipo. Mungu si chosi na sawa. Ebe mweu. Titani ya Yesu. Kama wao ilwaya iti ya umeati nini simu ayulo naka ukishotao bukanga kunyi ndimwete ya salani chao ngoko mani ni simu ya mdomo mange ngayulo ka watetao unaona ka watetao ukanawasha akakaushe buje shetani ya Yesu Kristo ninakuambia mahali walikuweka maana umekiri au wengine mimi sina haja. Maana wewe umekiri Bwana Yesu akakuponya. Ili tu kuanzia sasa itemayo kuma oyume wale itemayo. Itemayo. Tena kwa wale itemayo ndio. Ile wao masomi. I miss. Na niweza kuipoteza. Itemayo ndio. Ita mundu yao left nema ndomonye balai kwata balai bi kwata baroko Yesu oyume utita ngaba tete ba utita ngaba kwata balai enda koi kaushi enda ekole chasi Yesu ndio yule cha nini Yesu yule cha amoshi kutimeni alafu kile kitembe ni madhabahu fulani nundu ni woka ende baadaye ni ngozo kuboya lakini ambao kuboya wako unaona kwa Yesu kwa Yesu ndo bwasha leo si Yesu ndo bwasha ndio si Yesu ndo bwasha ndio si Yesu ndo bwasha imam mkono kabisa sema Yesu anaponya sema Yesu anaponya Yesu anaponya Yesu anafungua afungua ndugu katika okay. Yesu nenda uosho. Sema ni maiki. What do you know? Andika la kwa kisi. Ulinga wali mwenyewe. Na hiyo ndio moyo ndi kiti ndio hapo. Na ile niende kundewa ombe kijana ako kwa hali ya mauti. Mara mate Yesu ndio aimea mundu teka ode toza wiba wije awiba na Yesu amya wote wacho ni Yesu ekana kile mtazamaji bado unatazama ukiangalia ndugu chumba yake kwa juu hiyo YouTube hautaisahau maana utaifungua sasa ukiona akiwa hivi na kuna ile itafuata ile siku atakuja ulinganishe na hii kilimo ujue ya kwamba Yesu aliyekausha mbali ya sha ana uwezo wa kukausha hii tumbo. Kwa hiyo mtazamaji, bali utanitazama kwa YouTube, jua Yesu anaponya. Aliyepicha watu wa Mungu ataenda kupicha yule. Bwana Yesu, ninakushukuru hadi ninakutukuza, maana ni mfalme kama utashi. Mkono wako Yesu mwenye nguvu. Mkono wa Bwana wa nguvu. Mkono wa Bwana wa nguvu. Mkono wa Bwana wa nguvu. Bwana ndio waokoa. Mudina na mumbira. Mkono wa Bwana wa nguvu. Mkono wa Bwana wa nguvu. Mkono wa Bwana wa nguvu ndio unaoponya. Mkono wa Bwana wa nguvu. Mkono wa Bwana wa nguvu. Bwana wa
ndio waokoa, mkono wa Bwana wa nguvu, mkono wa Bwana wa nguvu, Bwana wa nguvu ndiye wako. Bwana Yesu, mkono wako wenye nguvu, Yesu unaokoa. Kwanza sasa huyu Mungu namtoa kwa kaburi, namtoa kwa kaburi. Hii sura naitoa kwa kaburi, hii sura naitoa kwa kaburi, hii sura naitoa kwa kaburi. Leta uone hiyo, hii sura naitoa kwa kaburi. Huyu ndugu kimtazama ako na ile blackness ya kaburi ya maiti, lakini kama mtumishi wa Bwana aliyepakwa mafuta, aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, hawatangazia Jubilee, aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, hawatangazia Jubilee, aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, tangazia Jubilee. Usijubilie mali ya shaka. Usijubilie mali ya shaka. Wenda mwende tamu ya ngomesho lakini haini ngomesho. Usijubilie mali ya shaka. Yes. Thank you. Aliyepakwa mafuta aliyepakwa mafuta Yesu, aliyepakwa mafuta Yesu, watangazia Jubilee. Unaona kwenda mwana wake mboshi. Unaona kwenda okay mboshi. Atai okay mboshi. Chitwa yao. Chitwa yao. Okay, chao. Mboshi no. You are anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana. The same spirit ngai mbona cha pe pastor this year pe pastor will buy uwaite uwo pastor plan unga mama ambao ya kaudi na niwa nimevaa nimetuke yona ndiete ale itenzio na ni pastor ungima simujui ni nani niwa ndineno be pastor uwaite uwo mama uwaite na niwa metuke mimi simujui niwa ndineno wa pe pastor ukite metuke unikisa kupika baba yale na ndisi na uwaite uwo na kitokio meja na wewe mwene ni business alikuwa baba yale ndio ekitakumisha na sijui yako wapi sasa wewe na niwe ni pastor wewe na aweto huo na baba anajikaza aweto huo wa kiadi niwe ni pastor niwe baba yuti anasikia nikielewa ako wapi muona mweyake kwa hivyo no okay ndio nitamwombea aliukita kudini ndio bali mangale mwisho atakuja sijui yako wapi anena wewe hapo nadhani ango wako yeye kaka okay ni sio kazi ni yangu niko neno sijua ni nani deseno alivyo ni pastor mmoja mwangai mungu muemete tu sijui yako wapi niko hapo huko ni pastor ako wapi nadhani ango wako yote Bwana ametoa uzima bure, yule atakaye atapata bure. Atapata. Aibu. Niso. Kama kwa mwangali kami maji. Isuli bure. Atapata bure. Na mwisho kabisa. Bwana Yesu na huyo ndugu. No tulieni. Alafu
Alaja wana kwa nini ya mimi. Alaja kesho pia mimi sitakuwa kwa nini. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, hicho kitovu na kikatanisha sasa katika jina la Yesu. Pepo wa idembeo wa madhabahu wa kikaunti kiatiano kumoyu na kile na kwetu isitwani ya Yesu. Kuanzia sasa mkono wa Yesu Kristo uliyenituma Baba na mwekelea mikono kuanzia sasa katika asikia imani yako iko chini, unadharau. Asikia imani yako iko chini, sijui ni kwa nini. Niwa mweke wako wewe ndisa, ambacha mwekeo nika ndogo. Ambacha mwekeo lukiwa, ambacha mwekeo. Ona utono bo. Yusa haizo ndio so nigo. Uyu mabu, yu ambacha mwekeo wako. Nika na yu anda Yesu aboje. Ambacha mwekeo wako. Yu ana cross wana ni magie tena. Ukile mko mako. Yesu Kristo, na neno uwezo, isitwani ya Yesu. Na kana nisekela beba, wa idembeo, wa kikaunti, kila kako ibadilisha kisasi, isitwani ya Yesu. Na tena kwa maana hizo, ndio ndio wao kama Daudi. Yesu mwoshie, Yesu mwoshie, Yesu mwoshie, Yesu. Alanja bose yukini boye. Nenda au nenda kaje tu amone maji. Aje maana za yukini ndo boye. Ndio boye yukini. Bwana Yesu, isi maji ndani ya damu yako Yesu Kristo. Anapokunywa Yesu, Bwana Yesu kamtakase, Yesu kamponye, Yesu kamfumue. Jesus. Bwana Yesu mfungue ndugu. 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 Yesu mutachemu yayo. Mutachemu Yesu. Yesu mutachemu. Yesu mutachemu. Yesu mutachemu. Yesu mutachemu. Na kausha kila pepa uonde wate yake kaute. Isitwani ya Yesu. Iyo pako ya mafuta kuanzia sasa huyu ndugu akafunguliwe kupitia ya maji iwe damu yako Yesu Kristo katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Kalaja mbingu wetu. Unga mamani. Mbingu wetu yuke. Nenda je mbingu pano. Nenda kinywa kini damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu utakasa kabisa. Damu ya Yesu utakasa kabisa. Damu ya Yesu 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 damu ya Yesu uponya kabisa. Damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu msalaba. Damu ya Yesu utakasa. Baba, bila hiyo maji nateremka Yesu, iwe ni damu yako Yesu inamponya, iwe ni damu yako Yesu inashuka hivi na ikamponya katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa namuondoa kwa mauti, nakuja kikuni isitwani ya Yesu, namuondoa kwa mauti. Roho ya mauti haina uwezo, ataishi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Okoka sawa. Okoka anaweza kulinga uki. Okoka na mama. Okoka ngani? Ukaile ni kutoka moya. Chitwani ya Yesu. Ile ndio ndokoka aje kwa chuma. Mukona ngai monene hapa mano. Wachuma mwana ngai monene. Mungu Yesu ni wangu watia. Ni wangu watia. Chitwani ya Yesu. Anointing. Ni mwatia. Amen. Atoka chumera ena. Aile mondoke. Pigia Yesu makofi. Mama ngai kaleni. Ngoja kwa nini? Ngai kaleni.
Bwana Yesu asifiwe.